Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo ambayo ni siku ya Jumanne, na tuna somo zuri linalosema Yesu anatufundisha jinsi ya kuomba. Anatufundishaje? Karibu tuone anavyotufundisha. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Umetuleta tena siku ya leo utufundishe, nasi tumekuja, tunaomba utujalie usikivu, tuelewe haya masomo sawa sana na mapenzi yako. Tunamkumbuka huyu mtazamaji wetu, naye apate kuelewa haya masomo sawa sana na mapenzi yako. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Enoko alitufundisha kuomba, Musa, Elia, Danieli, kwa mifano yao wametulea. Yesu pia kwa mifano na hata kwa mafundisho ametufundisha kuomba. Na nadhani kielelezo sahihi zaidi. Yesu alikuwa anapatikana vichakani alfajiri na mapema. Hayo mambo mengine tutaangalia wakati mwingine, lakini maisha yake yalikuwa ni maisha ya sala. Wakati mwingine yuko, kwa mfano Mathayo 11 hapa, yuko anaongea na watu, anahubiri, hapo hapo anaanza kuongea na Baba na kushukuru Baba, Muumba wa mbingu na nchi, umewafunulia mambo haya. Wakati anahubiri pa anakatisha, anaomba. Kwa hiyo na wakati mwingine katika Yohana 12 pa anaomba, anaongea na Baba kama Musa alivyokuwa anaongea na Mungu. Wanadhani ni radi inapiga, kumbe anaongea na Baba. Maisha ya Yesu yalikuwa ni ya maombi. Sasa wanafunzi wakamwomba, tufundishe kuomba. Lakini pia hata pale mlimani alifundisha wanafunzi kuomba. Twende kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa kuanzia wa 5 mpaka 15. Kwanza hataki tuombe kama wanavyoomba wale wanafiki na wapagani wanapoomba kwa miungu yao. Sisi anataka tuombe kama watoto wa Mungu wa ufalme. Twende moja kwa moja kwenye ombi lenyewe katika Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Anaanza anasemaje? Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amina. Ni mwongozo. Ni kama alama za barabarani na kupatia mwelekeo. Haya, hiyo posture yako, unamgeukiaje Mungu? Unamhitaji Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yesu anatufundisha kumuita Mungu kama nani tunapoingia kwenye kuomba? Baba yangu, Baba yetu. Baba yetu. Anawafundisha wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wanapoomba waombe katika umoja. Mathayo 18 anasema 2 au 3 wanapokusanyika kwa jina langu, Baba yangu wa mbinguni atafanya. Kwa hiyo ni Baba yetu. Hata kama uko peke yako, jitambue ya kwamba hauko peke yako. Wewe sio Isaac. Una ndugu zako. Amen. Na ni Baba yetu, Baba wa Omondi, Baba wa Enos. Sinakuza hata ukaribu. Kama wewe unamuita Baba na mimi namuita Baba, wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo kupitia haya maombi ya shirikishi
Baba ndiye chanzo, ndiyo lengo. Tunatoka kwa Baba tunarejea kwa Baba. Sisi kama ndugu tunafundishwa. Kwa hiyo lazima tu train our mind. Kwa sababu hii ni manual, kama ni manual vile, au ya kutusaidia kutufundisha namna ya kumuita Mungu, namna ya kuongea na Mungu. Hapo tiki. Imekaa vizuri. Twende kwenye kipengele kingine. Kipengele kingine, jina lako litukuzwe. Aha. Wana wa Israeli waliojulikana kama wana wa Mungu au taifa teule takatifu, katika amri ya pili ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa lugha nyingine, ninakupa jina langu, unaitwa mwanangu. Mimi ni baba, wewe ni mwanangu. Kwa hiyo beba heshima yangu. Jina ni heshima. Beba sifa yangu, litakie jina hilo. Amen. Heshima. Hebu tafuta Mungu atambulike kupitia haya maombi. Mungu ajulikane. Mungu anapojibu, utakatifu wake uonekane, kicho chake, heshima yake ijulikane. Mungu angalia, naweza kusema Mungu angalia kanda mbili hizi. Jina lako linadharauliwa, nyumba ya kupanga, chumba kimoja na familia kubwa namna hii. Jina lako linadharauliwa, jina lako litukuzwe. Kwa hiyo unaingizia pale. Tatu, ufalme wako uje. Baba yuko mbinguni, kumbe wanao wako hapa duniani, wanatakiwa watawale. Hapa ni branch, kule headquarters. Kwa hiyo huo ufalme wa mbinguni, hiyo serikali ya mbinguni ioperate hapa, ifanye kazi hapa. Haya, anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kwa mbinguni. Ile agenda, zile sera, yale ambayo Mungu umeamua kule juu, hapa yatimizwe. Kwa hiyo yote haya yanatufanya tuweze kuwa tayari kushirikiana na mapenzi ya Mungu, tayari jina lake tuliheshimishe, tayari serikali yake ichukue madaraka, ichukue nafasi. Haleluya. Amen. Ndio tunafundishwa hivyo namna ya kuomba. Sio tu naomba pipi. Hayo inakuja sasa. Utupe riziki zetu. Hapo ndipo naanza kutaja habari ya riziki zako. Unaruhusiwa kuomba. Riziki yako nini? Kwa hiyo kwa wewe inawezekana unahitaji wakati huo mume au mke au mtoto au shule au ada, riziki, mahitaji ya mwili, mahitaji ya nafsi, mahitaji ya roho. Maana Yesu pia ni mkate, unahitaji nguvu, Baba anatoa. Amen. Roho Mtakatifu, Baba anatoa. Tupe riziki yetu. Utusamee deni zetu. Sisi ni wana wa ufalme, kwani ni watumwa? Sisi tumeshasamehewa, ndio, lakini tumesamehewa tukiwa njiani kuelekea nyumbani. Tumetoka Misri utumwani, tunaelekea wapi? Kanaani. Na hapa tunajifunza namna ya kuishi kama watoto, na kama watoto wa Mungu. Tuna deni kwa Mungu aliyetukomboa, kumpenda kwa roho zetu zote, nafsi zetu zote, mioyo yetu yote, na jirani yetu kama nafsi yetu. Ndio madeni hayo. Kwa hiyo kama unataka Mungu akufungulie baraka, timiza na wewe deni. Unalipa. Okay. Deni kwa Mungu, deni kwa jirani. Haya, unatimizaje? Hawa watu wanakudai, Mungu anakudai upendo kwake, hawa watu wanakudai upendo kwake. Kwa hiyo kadri unavyotaka Mungu akutimizie yale unayotaka utendewe na watu, Mathayo 7:12, nawe sasa unaomba Mungu awatendee, awapatie mvua, awapatie. Wewe unataka mvua, awapatie msamaha kama ni maadui zako, ani awatendee mema, alafu Mungu naye anachilia mema. Amen. Haya. Amen. Karibu tunamaliza. Usitutie majaribuni. Tuko jangwani, ni wana wa Mungu kweli, tumeachiliwa, lakini tunaenda kwenye urithi wetu. Kwa hiyo tuna majaribu, tukoe na yule mwovu. Na hapo Waefeso sura ya 6 inahusika kuomba kwenye majaribu. Hatuombi tu Mungu tuokoe, Mungu tuokoe, tunapambana pia tuokoe na yule mwovu. Kupitia silaha zote, tunavaa silaha zote za Mungu
Zaburi ya 91 inahusika, Mungu yuko pamoja na atatuagizia malaika, hatutapambana wenyewe. Na mwisho kabisa ni kumshukuru Mungu, kumrudishia Mungu sifa kama tulivyomtambua Mungu ni Baba, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu. Huyu si ni Baba, ufalme ni wake, huyu ni Baba na nguvu ni zake na utukufu ni wake hata milele. Yote ni kwa ajili ya jina lake. Yesu ndivyo alivyotufundisha. Kuna nini zaidi ya kutembea kwenye hiki? Yesu ametupa mwongozo, ametupa amani, lakini sio kwamba ndio nani hivyo. Hapo kwa mfano nilichoelewa, riziki tumezoea tupe leo chakula chetu, wanaigiza tu chakula au ugali maragi, chochote hitaji lako unachokihitaji. Mungu atubariki. Amina. Mungu atubariki sana. Tuende kutembea katika sala hii, tuone kama Mungu hata tujibu. Tumfungulie Mungu mioyo yetu, maana ndio tumaini letu, kimbilio letu siku zote. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo ni hakika kuliko hata mbingu zinazoonekana au ardhi tunayoikanyaga. Wewe ni Mungu unayejibu maombi, tukiomba sawasawa na jina la Yesu na kama alivyotufundisha unajibu. Basi tupatie kutembea katika maombi haya. Bariki na msikilizaji wetu, naye anapotembea katika sala hii asubuhi, mchana, jioni, kama Daniel anavyotembea katika sala hii, kama Henoko, kama Elia. Baba, neema yako ikadhihirike, tulete tena kesho kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia somo linalosema Yesu anatufundisha jinsi ya kuomba. Siku ya kesho tuna somo tena zuri linalosema kusifu, ungamo, mahitaji, kushukuru. Siku ya kesho tunaangalia hayo mambo manne yote: kusifu, ungamo, mahitaji, kushukuru. Somo muhimu sana, usikose. Mimi ni Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile. Nipende kukaribisha siku ya kesho kwa jina la Yesu. Amina. Karibu. Amen.